kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 36 hadi 42. Acts chapter 9 verse 36 to 42. Naenda kusoma. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kuumosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba. Kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua, akaketi. Akampa mkono, akamwinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ya mwisho ikajulikana katika mji mzima wa Yafa. Watu wengi wakamwamini Bwana. Na hilo ndilo neno la Mungu. Na neno lile ambalo tunazungumzia ni kupiga hatua katika imani, na kwa karibu wiki 4 tumekuwa tukiangalia kuhusu kupanua imani, broadening our faith. Na leo ningependa tuweze kuona alama moja ya kuonyesha kwamba imani yetu inapanuka. Alama ya kuonyesha kwamba imani yetu inapanuka. Na hii alama ya kuonyesha kwamba imani yetu inapanuka ni kuishi maisha yenye maana. Living a life of significance. I'm talking about mark of broadened faith. Mark of broadened faith. And that mark of broadened faith is living a life of significance. Kuishi maisha yenye maana. Na nataka niseme ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuishi maisha ambayo watu wote wanataka kuiga. Watu wote wanapokaa kando yake wanatamani maisha yake. Ni kwa sababu huyo mtu anaishi maisha ya maana. Anaishi he lives a life of significance, a life with a meaning. A life with a meaning. Ambayo inamaanisha ni maisha ambayo inaguza maisha ya wale wengine ambao wako kando yake. And everyone has a desire. Kila mtu ako na tamaa ya kuweza kufanya jambo lililo na maana katika maisha. Hata na mimi niko na tamaa sana, natamani niweze kufanya jambo ambalo liko na maana katika maisha yangu na katika maisha ya watu wengine. Na nataka nifanye mambo tofauti. I want to make a difference
I want to believe you also desire to make a difference in your life. Uweze kufanya mambo tofauti na uweze kuishi maisha yenye dhamana. A life that is worth, a life that has value. Maisha ambayo iko na dhamana. Maisha, mtu akiishi maisha ambayo iko na dhamana, huyo mtu ni mtu ambaye anatakikana kila mahali. Hata ukiwa katika mikutano ya kijamii, watu wanauliza, na mbona fulani hajafika? Kwa sababu uko na maana katika maisha yao. You touch their lives. You have something ambayo inaguza maisha yao. Na jambo ambalo la kufurahisha ni kwamba Mungu alituumba sisi, wewe na mimi, akiwa ameweka kila mmoja wetu na lengo. Wewe uko na lengo, mimi niko na lengo. Na nataka ujue kwamba bila wewe kuyatimiza ya malengo yako, kuna kasoro, kuna kitu ambacho kinakosea. Wewe usipoweza kuishi na kuweza ku maximize on the purpose of your life. God created each and every one of us for a specific purpose. And wakati ambao wewe unaishi maisha yako, utakuta kwamba true joy, maisha ya kweli, true joy and fulfillment is found in discovering that purpose. Wewe ukigundua lengo lako kukua, lengo lako la kuishi katika maisha haya, na uweze baada ya kugundua lengo lako katika maisha, ukaweze kuifuatilia hiyo lengo. After discovering the purpose for your life, then you pursue that purpose passionately. Unaifuatilia hiyo lengo na unatimiza hiyo lengo katika maisha yako. Na unapotimiza lengo katika maisha yako, haimaanishi ya kwamba uwe mtu mkubwa sana, uwe mtu mwenye cheo kubwa, ama uwe mtu mwenye mali nyingi, ama uwe mtu ambaye uko na kisomo cha juu. No. We want to talk about a woman in the Bible. Mwanamke mmoja katika Biblia ambaye hakuwa na cheo kubwa, hakuwa na pesa nyingi, hakuwa ni mtu yule mwenye hako na mali nyingi, lakini kwa ile kidogo ambayo Mungu alimpea yeye, aliweza kutumia kuguza maisha ya wale watu waliokuwa kando yake. Bwana asifiwe sana. Na wewe, you don't need to be a lawyer, you don't need to be a teacher, you don't need to be an engineer for you to touch people's lives. You don't need to be a pastor like me to touch people's lives. You don't need to have a lot of wealth, hauhitaji mali nyingi ili uweze wewe kuguza maisha ya watu wengine. Huyu mama alikuwa ni mama ambaye anashona. Bwana asifiwe. Mama ambaye alikuwa na kazi tu, Mungu alimpatia kipaji cha kushona. Na kipaji hicho cha kushona akakitumia kuweza kuguza maisha ya wale waliohitaji, wale waliokuwa kando yake. Wakati ambao unauliza watoto wakiwa shuleni, what do you want to become in life? Utasikia wengine wanasema nataka kuwa engineer, nataka kuwa pilot, nataka kuwa soldier. Nataka kuwa soldier, nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa lecturer, nataka kuwa watoto wanataja mambo makubwa, na I want to believe ni yale mambo ambayo pia ninyi kama wazazi mnawatakia. Na wakati mwingine wanasema mimi nataka wewe ukue daktari, mimi nataka wewe ukue nini. Lakini huyu mama hakuwa hiyo kazi yote. Huyu mama alikuwa tu mama ambaye anashona. Si rahisi usikie mtu anasema I want to be a dressmaker. Mimi nataka kuwa fundi wa nguo. Umeisikia wengi wakisema mimi nataka kuwa fundi wa nguo? Ni kwa sababu ni kazi ambayo labda inaonekana ni kazi ambayo iko chini, labda haina mapato sana. Lakini lile somo ambalo tuko nalo leo ni kuhusu mama ambaye alikuwa anashona tu manguo, na kwa kushona kwake manguo aliweza kuguza maisha ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Aliweza kuguza maisha ya watu wengine katika ile kidogo ambayo aliweza alipewa na Mungu ili aweze kukitumia. Na katika maisha ya Dorcas kuna vitu vitano ambavyo Dorcas alifanya ili aweze kuguza maisha ya watu wengine. Licha ya udogo wake, licha ya kuwa tu mama ambaye alidharauliwa katika jamii ya Kiyahudi,
lakini yeye kwa kile kidogo alichokuwa nacho akaweza kuguza maisha ya watu wengine. And my message this morning for all of us is that even with whatever little, kwa kile kidogo ambacho Mungu amekupatia, kile kidogo ambacho Mungu amekukirimia, you can make a difference. Bwana asifiwe. And when you make that difference, you show that your faith has grown. Kwa hiyo kidogo ambacho unafanya, unaonyesha kwamba imani yako imefanya nini? Imepanuka. Kwa sababu kwa kutumia, in fact I want to say that if you want to live a life of significance, serve people around you. Serve people around you. And nataka nifuatilie hiyo neno serve vertically. Na hiyo ndio mambo ambayo huyu mama alifanya. Alitumikia watu waliokuwa karibu na yeye. Na alifanya kwa njia gani? Jambo la kwanza tunasema start by following Jesus. Wakati Mungu amekupa kipaji chochote katika maisha yako na anataka wewe utumie hicho kipaji kwa kutumikia watu wengine, jambo la muhimu na la kwanza ni kwamba anza kwa kumfuata Yesu Kristo. Katika mstari wa 36 Biblia inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, na mwanafunzi mmoja. There was a disciple. Neno disciple, neno mwanafunzi, ina maana ya kwamba huyu mama alianza kwanza kwa kuachilia maisha yake na kusalimisha maisha yake kwake Yesu Kristo. Huyu mama ni mmoja ya wale akina mama ama wale watu ambao wengine unaposoma katika mlango wa 8 mstari wa 4, wakati kanisa lilikuwa limevurugwa, Wakristo walikuwa wanateswa, wakatoka wengi wakatawanyika katika miji mbalimbali, na kukawa na Wakristo wengine ambao waliingia katika mji wa Yafa, na walipoingia mahali pale wakakutana na huyu mama Dorcas ambaye jina lingine ni Tabitha, na wakaeneza injili ya wokovu wa Yesu Kristo. Na huyu mama alipopokea hilo neno, akapokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Mambo ya kufanya mambo tofauti katika maisha inaanza kwanza kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Bwana sifiwe. In fact, kwa wale ambao ni wasomi ambao wameweza kusoma katika lugha ya Kiyunani, this is the only place where the word disciple has been used with a feminine gender, ambayo inamaanisha kwamba huyu mama alikuwa mama wa kipekee, mama ambaye alipokea Kristo, akatembea pamoja na Kristo. Because nataka niseme true significance comes first of all from a relationship with the living God. Wakati ambao umepata uhusiano na Mungu aliye hai, dhambi zako zimesamehewa, wewe umeandikwa jina katika kitabu cha uzima, unatembea pamoja na huyo Mungu, uhusiano wako na Mungu uko salama, basi unaweza anza kukuza maisha ya watu wengine. Bwana sifiwe sana. Na huwa ninasema Wakristo ya kwamba usikuje kanisa, kuja kwa Yesu Kristo. Wengi wameenda kanisa, hawajafanya any difference in their life. They have not touched any life, because the only life that touches is a life that emanates from the power of Jesus Christ in your life. Wakati nguvu za Yesu Kristo zimekuingia kwa maana umempokea yeye, basi ukiwa nyumbani, ukiwa kwa ujirani, ukiwa mahali pa kazi, ukiwa pale shuleni, wale walio karibu na wewe unawaguza na nguvu hizo za Kristo. Bwana sifiwe sana. You touch people's lives. And in fact, the world seeks significance in prominence. Watu ulimwengu unatafuta maisha mazuri katika ile hali ya kujulikana, katika possessions, katika positions, katika pleasure. But however good those prominence is not a bad thing. Positions are not bad things. Even pleasure is not a bad thing. But the only thing that have eternal value is having Jesus Christ in your life. And when you have Jesus Christ, then you touch people with eternal things. You touch people's lives.
People come even to acknowledge, to know Jesus. Watu wanakuja kumjua Yesu Kristo kupitia wewe, kwa maana wewe umekwisha tangulia kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ndugu, anza kwa kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Anza kwa kuwa mtoto wa Mungu. Anza kwa kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, na mwanafunzi ambaye ako na tamaa ya kuzingatia mafunzo yake, mafundisho yake siku zote za maisha yako. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, engage in good works. Engage in touching people with good works. Engage. Hiyo ni ya pili. Nimesema ninafuatilia neno serve. If you want to make a difference in people's life, ukitaka kuishi maisha yenye maana, jambo la kwanza ni anza pamoja na Yesu. Anza kutembea pamoja na Yesu. Na ya pili ni kwamba uhusike kwa kutenda kazi njema. Engage in good works. Huyu mama, Biblia inatuambia katika mstari huu wa 36 ya kwamba huyu mama alijaa matendo mema. Alijaa. Sio tu kwamba alikuwa anatenda mambo mazuri, lakini Biblia inasema kwamba mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema. Alijaa. Kumbe Ukristo unaleta matendo mazuri. Matendo mazuri yanaambatana, yanafuatana na yule mtu ambaye ako na Kristo katika moyo wake. Kwa hiyo huyu mama, baada ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, baada ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, Biblia inatuambia kwamba alijaa. Alama ya kwamba wewe imani yako inapanuka ili kwamba wewe umejaa matendo mazuri. Matendo mazuri. Unaishi maisha yenye maana, na maisha yenye maana ni maisha ambayo imejaa matendo mazuri. Na hata akawa na ile hali ya kutoa sadaka yake, kutoa offerings, kutoa alms, kutoa zaka ambazo zilikuwa manukato mbele za Mungu. Huyu mama akawa anafanya mambo mazuri. Tabitha was abounding. Tabitha was full of good deeds. Na jambo ambalo tunajua ni kwamba once you start following Jesus, something happens in your inside. Ndani yako kuna kitu kinachofanyika. You become a different person. Unakuwa mtu tofauti. You have a changed heart. Na kwa sababu uko na moyo ambao umebadilika, you begin to follow the footsteps of Jesus. Unaanza kufuata nyayo za nani? Za Yesu. Na nyayo za Yesu ilikuwa ni nyayo gani? Chapter 10 verse 38 of Acts. Biblia inasema Yesu alitembea na popote alipoenda alitenda mema. Bwana sifiwe sana. Kumbe wakati uko na Yesu katika moyo wako, vile Tabitha alikuwa na Yesu, kumbe unaanza kuiga tabia ya Yesu. Unaanza kutenda mema. Chapter 10 verse 38. Unaanza kutenda mambo mazuri. Biblia inasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Bwana sifiwe sana. Akifanya nini? Akitenda kazi njema. Kumbe kazi njema inaambatana na wale walio wanafunzi wa Yesu. Inaandamana pamoja nasi. Ninaposema kwamba Mkristo aweze kutenda mema, hatusemi kwamba tunaokolewa kwa kutenda mema. We are not saved by our works, but we are saved to do good works, so that those good works can benefit others. They can benefit our neighbors. They can benefit our friends. They can benefit our workmates. They can benefit our church members. You are not saved by doing good works, but whenever you are saved, you have to produce good works, because good works are the results. Good works are the results of your faith. Kusoma wa Efeso 2:8-10 nasema kwamba tuokolewa kwa neema. Mtu yeyote hawezi akajivuna kwamba aliokolewa kwa maana alitenda mambo mazuri. Hapana, anasema kwamba tunaokolewa kwa neema. Lakini baada ya hiyo neema, mstari wa 10 nasema ya kwamba baada ya hiyo neema tunatenda mambo mazuri ambayo kwa ajili yake sisi tukaumbwa katika Yesu Kristo. Bwana sifiwe. The world
should be a better place because of you and because of me. That work environment should be a better place because you are there. Bwana asifiwe sana. It should be a better place because I'm there. Because wakati uko na Yesu Kristo, wherever you are, you change things. Huyu Tabitha kwa njia kidogo tu, kwa ile hali ambayo Mungu alimbariki, aliweza kuguza watu wengine. Why? Because service to others is a vital part of our witness. Because when we serve others, when we touch people's lives, we reflect the same God that is in us. Huyo Mungu ambaye yuko ndani mwetu anaonekana. Jambo moja ambalo nilikuwa nikipata changamoto kwa huyu mama Tabitha ni kwamba hatupati record ya Tabitha kuhubiri kama vile ninavyohubiri. Hakuna mahali alihubiri. Hakuna mahali Tabitha tunaambiwa labda alizungumzia watu maneno mengi. Hakuna mahali tunaambiwa kwamba huyu Tabitha alikuwa na cheo kubwa katika lile kanisa pale Yafa. Hakuna mahali tunaambiwa kwamba Tabitha aliwahi andika hata kitabu, lakini kwa matendo yale aliyotenda aliguza maisha ya watu wengine. You don't need to use a lot of words to touch people's lives. You don't need to be a chairman of a church. You don't need to be a pastor in the church. You don't need to be to hold very, very high position. You don't need to have a lot of wealth. You can touch people's lives by something that is very simple. By doing it and offering it out of your heart, a heart of love. Bwana asifiwe sana. Yes. Jambo la tatu, tukifuatilia ile neno, ni kwamba rise above your limitations. Rise above your limitations. Inuka kwa yale mambo ambayo yanakufinyilia. Kuna mambo ambayo yanaweza kukufinyilia katika maisha. Huyu mama sio kwamba hakuwa na mambo hayo ya kufinyilia. Mambo mengi yanafinyilia watu katika maisha. Na watu wengi hawafanyi mambo fulani kwa sababu wanasema mimi sina hii, mimi sina hii, mimi sio hii, mimi sio ile. Lakini huyu mama alikataa kufinyiliwa. Hatujui sana huyu mama ndio kazi vile labda jamii yake, baba yake, mama yake, jamii yake. Lakini jambo ambalo tunajua kwa huyu mama ni kwamba she rose above any limitations. Some of the limitations ambazo labda zingemzuilia yeye kufanya mambo ni kwamba alikuwa mama, mwanamke. Kwa Wayahudi mwanamke hakuwa kitu. Na ile mambo ya tamaduni za Kiyahudi ziko pia katika jamii zetu zingine. Mwanamke hakuwa kitu. In fact, the prayer of a man, a Jewish man, every morning, alikuwa anaanza kusema, thank you God that I'm not a woman. Thank you God. Ya pili alikuwa anasema, thank you God that I'm not a dog, because a dog were the Gentiles. Mimi na wewe, we were Gentiles, we were dogs. Thank you God I'm not a woman. Thank you God I'm not a dog. Hiyo ilikuwa ombi ya Wayahudi ndio aendelee kwa mambo mengine. Lakini huyu mama hakujiona kwamba yeye ni mwanamke. Hello? Hakujiona kwamba yeye ni mwanamke. She rose above her limitations. Yule mtu ambaye alibadilisha hali na akabadilisha maisha ya watu ni Yesu Kristo, ambaye alipokuja akakubali wote, akakubali wakina mama, akakubali wote katika ufalme wake. Bwana asifiwe sana. Na huyu mama akajitambua ya kwamba mimi katika Yesu, mimi nimetambulika. And sometimes watu kama hawa wanaweza kuangaliwa chini. Ni kwamba hawezi wakasimama mbele ya watu, hawawezi wakafanya jambo la maana. Atuambii kama huyu mama alikuwa na watoto, labda alikuwa mama tasa, hatujui. Those could be limitations ambazo zingekuwa katika maisha ya huyu mama. Huyu mama anaweza kuwa labda pia alikuwa widow kama wale wengine ambao alikuwa anawasaidia. Those could have been limitations ya kumweka chini, kumnyamazisha, kulemaza ili asiweze kuendelea kutenda jambo. But this lady, licha kwamba alikuwa mwanamke, licha kwamba labda hakuwa na watoto, licha kwamba huyu mama labda hakuwa na mume, licha kwamba labda alikuwa mjane, hakuyaruhusu hayo mambo yakaweza kumweka chini. Why? Because Jesus had imparted value in her. Bwana sifiwe sana. Ukiwa na Yesu, you have value. Bwana sifiwe. When you have Jesus, you have value in your life.
And because you have value in your life, because Jesus is in your life, you can touch people's lives. People that are around you. Hakusema mimi ni mwanamke tu, mimi siwezi, hata sina. Unajua hiyo neno wa Kristo. Jaribu sana kuondoa hii neno sina. Sina. Hii neno sina, do you know that is what you possess? What you confess is what you possess. Sema hata hii kidogo niko nayo nitatumia. Hii kidogo nitaweza kusaidia huyu mjane, nitaweza kusaidia huyu mtoto yatima, nitaweza kusaidia kazi ya kanisa, nitaweza kusaidia huyu ndugu yangu katika hiyo kidogo ambayo uko nayo. But the moment you be saying sina, hautakuwa nayo. Hautakuwa nayo. Hata mwaka jana labda hukuwa nayo, na hata hii mwaka una, na hata mwaka kesho ukiendelea kubaki katika hiyo hautakuwa nayo. Broaden your faith. Bwana asifiwe. Broaden your faith. People who have broadened their faith, even the little that they have, they use it to touch people's lives, people that are around them. Jambo la 4 ni kwamba value faithfulness. Value faithfulness. Weza kudhamini sana uaminifu. Katika ile kazi kidogo ambayo unafanya, fanya kabisa. Fanya kabisa. Na ufanye pasipo na kuchoka. Fanya ukifanya na ukipenda. Na ukisema Mungu asante kwa kunipatia kipawa hiki, kwa kunipea kibali hiki, ya kwamba naweza tumia kidogo hii ambayo umenipatia kwa ajili ya kukuza maisha ya watu wengine. Let me tell you, hata wakati mwingine sisi kama wazee kanisa tuna kazi inakuwa nyingi kanisani mpaka tunaogopa. Tunaogopa hata kukuambia Wakristo kwamba tuko na hii, tuko na hii, tuko na ile. Na unajua mtu ambaye haja broaden faith yake, tasema siku hizi kanisa ni michango tu. Hii kanisa hata Jumapili ile tulifanya, hata Jumapili ya jana tulifanya. Hii nyingine na hata nyingine iko mbele. Hii kanisa. You see, when you know the one you are serving, when Jesus has imparted value in you, hata utasema utakuwa na itisha na kusema let them come. Let them come. We want to do it. We are going to do it with the little that God gives us. We are going to do it. And we are going to succeed in Jesus' name. Because at the end of the day, even as I put what I put there, I'm not putting it for pastor, I'm not putting it for elders, I'm doing it for my Lord. Huyu mama alifanya pasipo na kuchoka. Katika mstari wa 36 hiyo, Biblia inatuambia ya kwamba alifanya namna gani. The last part of that verse, Biblia inasema kwamba mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua za sadaka alizozitoa. In fact, in English inasema alitoa continually. I don't know how when you look at the English. English says continually, ambayo inamaanisha kwamba hakufanya mara moja, hakufanya kwa mtu mmoja na akawacha. Aliendelea kufanya nini? Aliendelea kufanya. She made it a lifestyle. I want to encourage you. Make that hiyo kipaji ambacho uko nacho, make it a lifestyle. Ya kwamba you do it. Unaifanya kwa sababu unajua ya kwamba hiyo ndiyo mahali Mungu amekubariki, na hiyo ndiyo mahali Mungu ataweza kukutuza. Jambo la mwisho ni kwamba endeavor to leave a legacy. Kwa vyovyote unavyotenda, endeavor to leave a legacy. Kwa vyovyote unavyofanya, yani weka kwa moyo wako kwamba nataka niwache alama. Alama kama ambayo Tabitha aliwacha, Dorcas aliwacha alama. Ya kwamba huyu mama wakati aliaga, wakati aliondoka, na sisemi tu kwamba uache alama eti utakufa. Hata hapo mahali pako pa kazi, alama gani utawacha? What legacy are you going to leave? Hata hiyo landi wewe unaishi, unakaa landi yenye ukitoka watu wasema wo, thank you God, thank you God, ameenda. Hiyo landi iko maneno.
Wale tumekaa landi, iko maneno. Wale nasema, asante. Asante Mungu ametuondokea. Ama watu watasema, mbona amewaenda kweli, mbona ametuacha. Unajua kuna hiyo mambo mawili. Hata kwa hiyo landi watu watasema, mbona ametuacha. Unasema aende kabisa. Hata ana nahurumia mahali anaenda. Mahali pa kazi, mahali unaishi, popote unaweza weka alama. Unaweza kuacha alama. When Dorcas died, she had left a legacy on lives. She touched people with God's love. Aliguza watu kwa upendo wa Mungu. She was truly a significant woman. A woman so great in the community. She was great in that community. Are you great? Mama ambaye wakati alikufa, watu wakachukua yeye, wakawasha mwili wake, wakampeleka kule juu, wakisema Mungu tena jambo, mpaka wanakimbia leader. Mahali Petro alikuwa, wanasema Petro njoo upesi, kwa maana walikuwa na imani ya kwamba Mungu atatukumbuka. Hatutaki kuachana na huyu mama. Huyu mama amekuza maisha yetu. Huyu mama ametuguza. Hebu angalia verse 39. Wakati Petro alikuja, wakina mama wakabeba zile mavazi na sweta na nguo ambazo Dorcas aliwapea. Walibeba legacy. Bwana sifiwe sana. Walibeba legacy. Do people carry your legacy? What legacy are you leaving behind? So that you can say, when we were with so and so, when we were with Reverend Osir, this is what we can see. This is what we can touch. This is what we saw in him. This is what he spoke to us. This is what he gave to us. I want to challenge you. The only way you can make your life significant is serve people. And serve them. Serve them. Serve them. How do you serve them? Serve them beginning with Jesus. Serve them engaging in good works. Serve them rising above your limitations. Serve them as you value faithfulness. And serve them as you endeavor to do what? To leave a legacy. Watu wakukumbuke. Mmoja ukitoka hapa ina teach, tukumbuke kwamba tulikuwa na mama fulani. Tukumbuke kwamba tulikuwa na mama fulani. Tukumbuke tulikuwa na kijana fulani ambaye aliguza maisha yetu. Mungu awabariki. Let's pray. Tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa nafasi nzuri ambayo umetupa sisi ya kwamba tuwaweza kujifunza mambo haya ya imani. Ya kwamba imani inaonekana. Imani iko wazi. Imani inadhihirika mbele ya watu wengi wakati ambao tuaishi maisha yenye maana. Jinsi ambavyo mtumishi wako mama huyu Tabitha alivyoishi maisha ya kuguza maisha ya watu wengine. Bwana, tunakuomba ya kwamba tunapozungumza kuhusu imani ambayo tunayo katika Yesu Kristo, Bwana utusaidie kwamba imani hii itaonekana kwa maisha yetu, jinsi tunavyokaa na wapendwa wengine, jinsi tunavyokaa mahali pa kazi, jinsi tunavyokaa kanisani, manyumbani, na kwamba siku zote Bwana watu waweze kutuona na kushukuru Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Bwana, pokea sifa, pokea utukufu. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe sana. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu ukanitoa kwenye tope na mauti. Mimi niliyepotea njiani nikawa wa shetani, hivyo sina budi kushukuru Mungu wangu, sifa ni zako. Mimi hapa ninakushukuru Mungu uliyeniokoa toka dhambi, kwa huruma zako za ajabu